إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. Mzangu Islamu, na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba tuliyokutubu Ijumaa mbili zilizopita tulizungumzia kuhusu hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim kutoka kwa Zaid ibn Arqam, hadithi ambayo ni maarufu kama hadithu Ghadir Khum, hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahusia masahaba akawaambia ya kuwa anawaachia vizito viwili, inni tarikun fikum athqalaini. Kisha akasema Mtume kitu cha kwanza ni kitabullah, kisha jambo la pili Mtume akasema udhakirukumullah fi ahli baiti. Kwa tukazungumzia hadithi hiyo, tukasema kuwa msimamo wa ahli sunna wal jamaa ni kuwa wanawaheshimu familia ya Mtume na wanawapenda familia ya Mtume, na wanaona kuwa ni makosa kuwafanyia makosa au maudhi yote familia ya Mtume. Lakini tukasema kuwa kuna tofauti kati yetu na Mashia kuhusu jambo hili la familia ya Mtume, kwani Mashia kama tulivyonukuu maneno ya Ibn Uthaymeen na Ibn Baz na baadhi ya maulama ya kuwa Mashia wanaona kuwa ili umpende Ali lazima umchukie Abubakar na Umar, na sisi hapo tunasema hapana. Sisi tunawapenda wote kwa kuwa ni masahaba wa Mtume, ingawa wale ambao ni familia ya Mtume bila shaka wana fadhila, na tunawapenda kwa sababu mbili kama alivyosema Ibn Uthaymeen. Sababu ya kwanza ni yale mapenzi ya Kiislamu ya imani, kwa kuwa kila Muislamu anatakiwa mpende Muislamu mwenzake ambao ni alwala, na kisha mapenzi ya pili ni kwa sababu ya uhusiano wao na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kufuata huo wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jambo hili tulilizungumzia, lakini kwa sababu ya kuwa lina uhusiano na khutba yetu ya leo ikawa ni vizuri tulikumbushe. Ndugu zangu Waislamu, msimamo wa ahlu sunna wal jamaa kuhusu ukhalifa baada ya Mtume, ahlu sunna wal jamaa wanaamini ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhusia wala hakuahidi yeyote baada kufa kwake ukhalifa biainihi wa bikhususiyatihi, kwa kumtaja mwenyewe kwa jina ya kuwa fulani awe ndo khalifa baada mimi kufa. Ahlus sunna jamaa wanasema kuwa Mtume hakuwahi kutoa wasia kama huo wala kutoa ahadi kama hiyo kwa yeyote kati ya maswahaba. Kwa hivyo alichokifanya Mtume nini? Kile ambacho alikifanya Mtume ni kuwa aliacha jukumu la kumchagua khalifa baada yake liwe litafanyika kwa njia ya shura, manake maswahaba washauriane na kisha wenyewe wamuone anayefaa wamchague. Na kwa hivyo Ahlus Sunna jamaa wanaamini ya kuwa masahaba radhiallahu anhum walimchagua Aba Bakr Siddiq radhiallahu anhu kuwa khalifa baada ya Mtume kufa kwa radhi yao. Pili, kwa khiari yao, hakuna liwalazimisha. Huo ndio msimamo sahihi wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini pamoja na hivyo kuna dalili nyingi tu zinazoonesha
fadla ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Mfano wa hadithi hizo ni hadithi iliyopokewa na Imam Tabrani kwenye Mu'jam al-Awsat, na pia ikapokewa na Abdullah ibn Ahmad kwenye Zawaid al-Musnad an Ali radhiyallahu anhu qala, kutoka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwa alisema, khairu hadhihi al-umma, mbora katika umma huu, baada nabiyiha, baada mtume wake ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr wa Umar. Ni Abu Bakr ndio wa mwanzo kwa ubora, na kisha akifuatiwa na Umar. Maneno aliyoyasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mwenyewe. Lakini pia kuna hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Sahaba anaitwa Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala, alisema sahaba huyu, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna mwanamke alikuja kwa mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Huyo mwanamke akazungumza na mtume mambo fulani ambayo ilikuwa ni siri kati yao. Fa amaraha an tarji'a ilayhi, baada ya mazungumzo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha yule mwanamke kuwa rejea kwangu baada ya muda fulani. Faqalat, akasema huyo mwanamke, araaita, waonaje mtume, in ji'tu wa lam ajidka, ikiwa nitakuja unaposema nije baadaye baada ya muda fulani alafu nisikupate. Kaannaha taqulu almauta, anasema Jubair ibn Mut'im kana kwamba huyo mwanamke alikuwa anamaanisha kuwa akiwa hatompata mtume kwa sababu mtume ashakufa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumjibu huyo mwanamke, illam tajidini, ikiwa utakuja na usinipate, fa'ti Abu Bakrin, basi muendee Abu Bakr. Kwa hivyo hii ni baadhi ya ishara ya kuonesha kuwa huyu mwanamke alikuja kwa mtume kwa sababu ya haja fulani, na mtume alikuwa wakati huo ndio kiongozi wa Waislamu. Kwa mtume akawa anamwambia kwa ikiwa hutanipata usijali, shida yako itatekelezeka, na atakayeitekeleza muendee Abubakar. Kwa ikawa kuna ishara fulani hapo ya kuwa Abubakar ndiye atakayekuwa kiongozi baada yake, kwa hivyo atakuwa ni mwenye kumtimizia haja yake ambayo mtume alikuwa mtimizie. Lakini pamoja na hivyo pia ishara nyingine ambayo ilionyesha kuwa Abubakar anastahiki kuwa khalifa, ingawa hakutajwa kwa jina na hakuambiwa waziwazi kwa jina lake kuwa yeye anafaa kuwa khalifa, ni pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipompa jukumu Abubakar, jukumu kubwa zaidi, ambalo jukumu hilo aliyekuwa anafaa kulifanya ni mtume peke yake, na jukumu lenyewe ni kuwa kiongozi wa maswahaba katika hija mwaka wa 9. Mtume hakuenda kuhiji mwaka huo, ingawa hija ilikuwa ishafaradhishwa, lakini akampa jukumu hilo Abubakar, ya kwa Abubakar, nenda waongoze watu katika hija. Hivyo hivyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa mara zote akiwa atashindwa kuswalisha, basi alikuwa akimwachia jukumu hilo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, tena kwa kusisitiza, mpaka kuna wakati alikuwa akisema kuwa muru Abu Bakr falyusalli binas, amrisheni Abu Bakr asalishe watu. Aisha radhiyallahu anha ambaye ni binti yake Abu Bakr anamwambia mtume, lakini Abu Bakr ni mwenye roho nyepesi, akisalisha watu anaanza kulia, kwa hivyo afadhali Umar asalishe. Lakini mtume anasisitiza kuwa aswalishe Abu Bakr. Na zama za mtume ilikuwa hakuna yeyote mwenye kuswalisha isipokuwa ni mtume, mpaka hata zama za makhalifa pia aliyekuwa akiswalisha ilikuwa ni yule khalifa, yule kiongozi mkubwa wa serikali. Na hiyo ndio sheria iliyopo katika Uislamu, ya kuwa hata ikiwa mfano
Muislamu amekufa na kuna janaza na kisha hapo kuna kiongozi wa Kiislamu, huyo ndo anafaa awe ni mwenye kutangulia kuswalisha hilo janaza. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anazungumzia kuhusu kuswalisha, vipi yatakiwa watu wajue kwa taratibu ya kuswalisha ni ipi, Mtume akasema kuwa wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi, hafai mtu kujitanguliza kuwa imamu katika utawala wa mtu na ilhali huyo mtawala yuko hapo. Umeenda mahala fulani kuna kiongozi, kisha wewe unajipeleka kimbelembele unataka kuswalisha na huyo kiongozi kwa hapo, haifai. Huyo kiongozi anastahili kuswalisha hapo, ama la sivyo akupe ruhusa. Kwa ikaonesha kuwa hili jambo la kuswalisha ni jambo ambalo zama hizo za Mtume na mpaka baada ya Mtume makhalifa ilikuwa ni jukumu la kiongozi, na ni jukumu ambalo lilikuwa la Mtume, lakini Mtume alikuwa akimwachia Abubakar kuonesha kuwa huu ndio anastahili kuwa kiongozi baada yangu, ishara hiyo, lakini si sarihan. Huu ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa, ndugu zangu Waislamu. Na hapa ndipo tofauti kubwa kati yetu sisi ahli sunna wal jamaa na Mashia ilianzia. Mashia wanaona kuwa hapana, kiongozi alikuwa anatakiwa awe Ali, alikuwa hafai kuwa Bakar, na hata Umar pia alikuwa hafai kabisa, na Uthman pia alikuwa hafai, Ali ndiye alikuwa anafaa. Nimegusia baadhi ya ishara ambazo zilionesha fadhila ya Bakar, na hata kuonesha kuwa Abubakar kuna ishara kutoka kwa Mtume kuwa alikuwa yeye ndo afaa kuwa kiongozi baada yake. Lakini msimamo kwa pale pale ya kuwa Mtume hakumtaja biainihi wa bikhususiyatihi wa biismihi. Huu ndio msimamo. Mtume hakumtaja Abubakar wala mwingine yeyote kwa jina lake ya kuwa wewe ndio uwe kiongozi ama huyu awe kiongozi. Sasa turejee upande wa pili. Mashia wanapongangania ya kuwa Ali ndo anatakiwa awe kiongozi baada ya Mtume, hao wameshikilia hoja ipi? Rawa Ibn Majah fi sunanihi wa Imamu Ahmad fi musnadihi wa Tirmidhi fi jami'ihi عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال, kuna sahaba anaitwa Bara ibn Azib radiyallahu anhu alisema, aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, tulirejea pamoja na Mtume rehma na amani ziwe juu yake, fi hijjatihi allati hajja, kwa ile hija ya Mtume aliyohiji ambayo ni hijjatul wada. Baada ya kumaliza kuhiji, Al-Bara anasema kuwa wakawa wanarejea kutoka Maka wakienda Madina. Fanazala fi ba'd tariq, walipofika pale katikati ya njia Mtume akashuka. Hapo penye Mtume alishuka katika baadhi ya riwaya, ikiwemo riwaya niliyosoma wiki mbili zilizopita, ndio penye panaitwa Ghadir Khum. Hapo kulikuwa kuna kisima na kisha panajulikana hapo kama Ghadir Khum. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhuka pale, fa amara as-salata jami'atan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kuadhiniwe, wakaswali. Kisha baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi Ali, Mtume sallallahu alaihi wasallam akashika mkono wa Ali radiyallahu anhu. Faqala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alastu aula bilmu'minina min anfusihim, hivi si mimi, je mimi si ndio natakiwa nifanywe bora na nitangulizwe kwa kupendwa, kwa kutiiwa, kwa kunusuriwa, kwa kusuhubiwa zaidi ya Muislamu yeyote? Masahaba akasema bala, wakasema bila shaka Mtume ndo ana haki hiyo kuliko mtu mwingine yote kwa Uislamu. Faqala, Mtume akasema, alastu aula likulli mu'minin min nafsihi,
si mimi yani je mimi si ndio nina haki ambayo ni haki bora zaidi na ya kutangulizwa zaidi hata kuliko Muislamu yeyote kwa nafsi yake? Kumaanisha kuwa Muislamu yeyote anafaa ampende mtume hata kujiliko yeye, ampende mtume hata kuliko babake na mamake na rafiki yake na mtu mwingine yeyote, na kisha awe tayari kumnusuru mtume na kumtii mtume. Mtume akauliza swali hilo, masahaba akasema bala, kwa nini? Ni hivyo hivyo. Faqala, mtume akasema man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, wa fi riwaya hadha waliyu man ana maulahu. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi anasema kwa kutafsiri haya maneno mtume, kauli yake mtume, man kuntu maulahu, yule ambaye nitakuwa maula yake, ay nasirahu, yule ambaye mimi ndiye nitakayekuwa kipaumbele chake cha kumnusuru na cha kumtii na cha kumpenda, basi Ali pia awe hivyo hivyo kwake, basi Ali awe hivyo hivyo kwake. Hii kalima maula katika lugha ya Kiarabu, Imam Nawawi akasema kuwa ina maana ya yule unayemnusuru, na pia ina maana ya yule unayempenda, na pia ina maana ya yule unayemchukulia kuwa ndo bwana, yani ni mtu bora na ni mtukufu zaidi kwako, na pia ina maana ya yule ambaye unasuhubiana na yeye kwa upendo na imani. Kwa hivyo hilo ndio alilolisema mtume kumhusu Ali, kwa kuwa kwa vile mwanchukulia hivyo, basi chukulieni pia Ali hivyo. Kisha mtume akasema Allahumma wali man walahu wa adi man adahu, Allah nakuomba umpende atakayempenda Ali na umfanye adui atakayemfanya Ali adui. Hadithi ikamalizikia hapo. Sasa Mashia wakaikamata hii hadithi, wakasema unaona hapo maana yake ni kuwa mtume ndio sasa anawacha wasia ya kuwa Ali awe kiongozi. Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaendelea, tujiulize, mtume kuyasema haya maneno kulikuwa kuna sababu gani, ama kulikuwa kumetokea nini? Sababu kwa ufupi kabisa kulingana na muda ni kuwa mtume kabla ya hapo, yani kabla ya hija, alikuwa ametuma Khalid kwenda Yaman kwa vita. Khalid akaenda huko akapigana mpaka vita vikamalizika, wakawa wameshinda, wakapata ghanima. Kwa hivyo Khalid akatumanisha kwa mtume ili mtume amtumanishie mtu atakayeenda ili asimamie ugawanyaji wa ghanima, ile mali iliyopatikana. Mtume akamtuma Ali. Mtume alipomtuma Ali, Ali akaenda akagawanya inapotakiwa, na kisha Ali akachukua fungu la humus, fungu ambalo ni la familia ya mtume na la mtume pia. Lakini pamoja na hivyo kukatokea tofauti katika ule ugawanyaji wa Ali wa ile ghanima. Baadhi ya masahaba wakaona sivyo hivyo, na hata kuna chana aliyepatikana pale, Ali akamchukua akamfanya katika ile humus. Kukatokea sitofahamu hapo. Sasa masahaba walipoenda kwa mtume, wakampata mtume yuko wapi? Makka, ameenda kuhiji. Wakakutana huko, hao wanatoka Yaman, mtume ametoka Madina kwa ajili ya hija, hao pia wakaenda kwa hiji na mtume. Basi wakaenda wakamlalamikia mtume kuhusu alichokifanya Ali, wakaonesha kuwa hawajaridhika na alivyofanya Ali. Hata hilo ndio likafanya mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kuwa sifai kumaliza hija alafu tena narejea Madina na bado kuna dukuduku katika nyoyo za baadhi ya maswahaba kwa kuwa hawajaelewana. Sasa ndio mtume akataka kuondoa tofauti hiyo na kuhakikisha kuwa zile tofauti kila mtu asafishe moyo wake, asiweke ubaya wote ama uchungu wote ama hasira yote na mwenzake.
Ndio mtume sasa akaona kuwa nini aweze kuambia maswahaba wasimchukie Ali kwa alichokifanya, kwa sababu alifanya sawa, na pia wampende Ali kwa sababu Ali ana haki ya kupendwa na kusaidiwa kwa kunusuriwa kila alichokifanya, aungwe mkono kwa sababu yeye ni katika familia ya mtume. Ndio mtume akasema maneno hayo, na hayo ndio maneno ambayo yako wazi kabisa. Bali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baada maneno hayo akaenda akampongeza Ali, akamwambia sasa Ali, ushakuwa wewe ni maula wetu na ni maula wa kila Muislamu, kwa kumaanisha kuwa wewe una haki ya kupendwa zaidi na hata kunusuriwa zaidi na kutofanywa ubaya wote, kama ilivyo kwa familia ya mtume nyingine. Lakini sasa je, haya maneno Ali mwenyewe alielewa ya kuwa ndio kuteuliwa kuwa khalifa baada ya mtume? Na pia hata baadhi ya familia katika kizazi cha mtume cha Ali hivyo ndivyo walivyoelewa. Tutataja baadhi ya maneno ya Ali mwenyewe alivyoelewa hadithi hii na haya maneno ya mtume, na kisha pia mmoja katika familia ya mtume ama familia ya Ali walivyoelewa maneno haya ya mtume, ili tujue ya kuwa sivyo hivyo wanavyolazimisha iwe Mashia. Na tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze tuelewe njia haki na tuweze kuifuata. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rawa al-Imam Muslim fi sahihihi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu su'ila. Imam Muslim ampokea hadithi kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kuwa Ali aliulizwa, hal khassakum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bishay'in, je mtume sallallahu alayhi wasallama nyinyi familia yake aliwahusisha kwa kitu fulani? Akiulizwa hivi Ali, muulizaji alikuwa kimaanisha kuwa je, huu uongozi mtume alisema kuwa ni nyinyi ndio mnafaa muwe viongozi? Faqala, akasema Ali radiyallahu anhu, lam yakhussuna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama bima lam ya'umma bihi an-nasa kafatan. Hakuwahi mtume sallallahu alayhi wasallam kutuhusisha kwa jambo hilo kinyume na alivyoliacha kwa kuwa liwe ni jambo kwa Waislamu wote. Maneno ya Ali. Hadithi nyingine ipokewa na Imam Ahmad kutoka kwa Ali ya kuwa Ali radhiallahu anhu alisema, lam ya'had ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdan na'khudhu bihi fi imaratin. Ali akasema ya kuwa hakuwahi kutupa wasia ama ahadi yoyote mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadi ambayo tunaweza tukaitumia kwa kuchukua uongozi, kusema kwa sisi ndio tunafaa tuwe viongozi kwa sababu hapa kuna ahadi ambayo mtume alituachia. Ali anasema hakuna. Hadithi mpokewa na Imam Ahmad, hadithi ambayo ni sahihi. Lakini pia Imam al-Baihaqi rawa fi al-i'tiqadi annahu su'ila al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Imam al-Baihaqi ampokea maneno ambayo anasema ya kuwa aliulizwa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Huu ni mjukuu wa Ali, mtoto wa Hasan ibn Ali, sababu Ali alikuwa na Hasan na Hussein, kwa sababu huyu ni mtoto wa Hasan ambaye pia aliitwa Hasan ibn al-Hasan kisha ibn Ali. Aliulizwa annahu suila an hadithi Ghadir Khum, aliulizwa kuhusu ile hadithi ya Ghadir Khum ambayo Mashia wameshikilia kwa kuwa ndio hadithi inayoeleza ya kuwa mtume alimuhusia alikuwa kiongozi ama khalifa baada yake. Suila an hadithi Ghadir Khum faqala, akasema Al-Hasan ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala,
akasema amma wallahi, ama na apa na Allah, lau yani bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, lau kama katika hadithi hiyo mtume alikuwa anamaanisha al-imarata was-sultana, ya kuwa anamaanisha uongozi au mamlaka, la afsaha, mtume lau kama hiyo ilikuwa maana yake, basi angelisema waziwazi, hangitumia neno ambalo lina tafsiri nyingi, tafsiri ambayo haipo kabisa na maana ya kuwa ibn kiongozi. Kwa sababu katika ile hadithi ambayo tumeisoma mtume alisema Allahumma wali man walahu, kisha akasemaje, waadi man adahu. Yule anaelewa anajua kuwa hapa mtume anazungumzia kuhusu nini, masala mawili, kupenda na kuchukia. Kwa sababu akasema waadi man adahu, na mchukie, mfanyie uadui atakayemfanyia adui Ali. Kinyume cha uadui nini? Na kupenda. Kwa hayo maneno ambayo mtume alikuwa anazungumzia. Sasa akasema al-Hasan ibn Ali ya kuwa lau kama mtume alikuwa anakusudia kuwa ni uongozi ndio anauzungumzia tena baada ya kufa kwake, la aswaha, mtume hili jambo angelisema wazi wazi. Kisha mwenyewe akasema la qala, mtume angesema ayuha nas, enyi watu, hadha waliyu amrikum, huyu Ali ndo atakuwa msimamizi wa mambo yenu, walqaimu lakum, natakuwa kiongozi wenu, baadi, ani baada mimi kufa, fasma'u, kwa usikizeni, wa atiu, na mtiini. Lakini mtume hakusema hivyo, ambapo ar-rasul huwa afsahu man nafaqa bidhal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio mfasaha zaidi aliwahi kusikika akiongea Kiarabu, lakini pamoja na hivyo mtume hakusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kama tulivyosema ya kuwa aliwacha jambo hili liwe waislamu watachagua yule waliyemridhia, tena kwa mapenzi yao bila kulazimishwa, na ikawa imesadifiana kuwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akachaguliwa. Ndugu zangu Waislamu, huo ndio msimamo wa Ahlusunna wal Jamaa kuhusu kuchaguliwa Abubakar, na kuhusu tuhuma ambazo wanazipelekea Mashia, wanampelekea Abubakar na Umar na Uthman ya kuwa walimdhulumu Ali. Jambo hilo ndugu zangu Waislamu si sahihi. Ikawa sasa Mashia wamechukua fursa hiyo, ikawa ni kisingizio cha kuanza kumtusi Abubakar na kumlaani na kumtusi Umar na kumlaani na kuwachafulia jina na kuwaonesha vile ni watu waovu zaidi, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Mtume anasema la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, msiwatukane kabisa masahaba wangu. Lakini Mashia wakaona kuwa tukiwatukana na tujasema tunawatukana kwa sababu gani, tusionekana sisi wabaya, tusingizie kuwa hawa ni madhalimu. Walimdhulumu nani? Walimdhulumu Ali. Maneno ambayo si ya kweli kabisa. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wanaosikia mema na wanafuata. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakiha anta khairu man zakaha, innaka anta waliyuha maulaha. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.